popote mlipo kwa wakati umema kabisa. Maandiko yanasema hivi, kitabu kile cha Mathayo 7 mstari ule wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Bwana alibariki neno lake majira haya ya mchana. Jehova Mungu ni mwaminifu sana na ametusaidia. Miezi 10 imekamilika. Leo ni mwezi wa 11. Tumesalia tuna muda mchache na masiku kadha wa kadha tuwe tunaingia ndani ya mwezi mwingine, mwezi wa 12 na kumaliza mwaka. Nasema hivi, yawezekana miezi 10 iliyokamilika umeomba na hujapata. Leo hii tutatangaza katika habari za Mungu ya kwamba kile unachoomba ndani ya mwezi huu Bwana akufanikishe. Ombeni nanyi mtapewa. Nasema katika neema ya unabii mkubwa, pokea chochote ambacho Bwana aliahidi kwa ajili yako. Mwezi huu usipite bila wewe kukipokea kile Bwana ameahidi kwa ajili ya maisha yako. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Natamani Bwana awafungulie macho yenu hasa sana hata ya kiroho, mkatazame vitu vizuri alivyoviandaa Bwana kwa ajili yenu. Ya kwamba tafuteni nanyi mtaona, vioneni vile Bwana ameviweka mbele zenu katika jina la Yesu Kristo. Anasema bisheni na mlango utafunguliwa. Natangaza katika habari za mwezi wa 11, malango yaliyofungwa miezi 10, mwezi wa 11 Bwana fungua malango hayo. Watoto wako wamekutafuta miezi 10 na malango ya kufunguka, lakini leo bingu isikie maombi ya watumishi, isikie maombi ya watoto wako, na bingu ifunguke iwasikie popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Maana hawa ni watoto wako Baba. Mwezi wa 11 ni mwezi wa kukumbukwa, watakumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 11 ni mwezi wa kuinuliwa, watainuliwa watokapo tena waingiapo. Mwezi wa 11 wanapokea ajira katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 11 vitu vyao vinafunguka tena. Ndani ya mwezi wa 11 Bwana anawapa kibali cha kutosha na wanatembea katika mwanga uliobarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, popote ulipo usi mwezi wa kulia tena, ni mwezi wa baraka zako. Popote ulipo usi mwezi wa kuhangaika tena, ni mwezi wa neema ya ajabu. Usi mwezi wa kulia tena, ni mwezi wa kuinuliwa milele. Natangaza katika habari za Mungu wa Israeli ya kwamba mwanzo wa mwezi huu unakutana na uwezo wa ajabu kabisa. Mwanzo wa mwezi huu unakutana na ujira yako, Jehova anakufanikisha. Mwanzo wa mwezi huu Bwana anakutenda jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Umelia, imetosha. Nasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni na mlango utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bingu inafunguka kwa ajili yako, bingu inafungua kwa ajili ya jamii yako, bingu inafungua kwa ajili ya kazi yako, bingu inafungua kwa ajili ya biashara yako, bingu inafungua kwa ajili ya wewe kusafiri. Natangaza unasafiri nchi za ng'ambo. Natangaza Bwana anatenda makubwa. Biashara yako inapanuliwa kwa uwezo mkubwa, kazi yako inafanikiwa. Huu ni mwezi wa baraka zako, mwezi wa kukumbukwa. Novemba, mwezi wa kukumbukwa. Kumbukwa popote ulipo. Nasema kumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Jehova tunatangaza kibali cha ajabu juu ya watumishi wako. Huu ni mwezi wa baraka zao, mwezi wa kuinuliwa, mwezi wa kibali, mwezi wa ushindi. Katika mwezi huu watainuliwa na viwango vyao vitainuliwa zaidi, viwango vyao vitabarikiwa, magonjwa yataondoka, uzima utakaa juu yao. Neema ya Bwana itawazingira katika jina la Yesu Kristo. Wazione baraka za mwezi wa 11, watembee kwa neema ya ajabu, maana Mungu umetenda makubwa, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana kulinde sana, kutunza, kubariki, kutende mema na kuzingira sana ndani ya mwezi huu, mwezi wa 11. Jina la Baba likainuliwe na Mungu akuzingire zaidi. Matthew Ndeva ndilo jina langu. Nasema asante. Tumekuwa ndani ya mwanga, neno la mwanga, ndani ya mwanga wa baraka. Jumamosi nzuri, siku ya kwanza ya mwezi wa 11. Asante kabisa. Pia tunashukuru leo ni weekendi, Jumamosi na Jumapili inapofika pia tunasema karibu kabisa, karibu popote ulipo. Jumapili inapokupata ukiwa sehemu zile za Mlolongo, sehemu zile za Athi River, sehemu zile za
Kitengela, sehemu zile za Sokimau, unaweza kuja kuabudu nasi. Tuko pale Mlolongo, kuna kanisa pale linaitwa Mlolongo Pentecostal Church, liko tu nyuma pale ya Quickmart. Tukiwa mahali pale pia unaweza kuja tumwabudu Bwana pamoja siku ya Jumapili kuanzia majira yale ya saa 12 mpaka majira yale ya saa 9, tukitangaza baraka za Mungu zinazoinua na kutenda mema kabisa. Radio Fortune Africa 4561468, hiyo ni tin namba ya idhaa ya Radio Fortune Africa. Unaweza simama kituo hiki tupate transmitter, mtambo wa nguvu, unaweza peperusha na kutupa sauti zetu kwa umbali na kwa njia nzuri tena kupendeza. Asante na karibu popote mlipo, nyinyi ni watu wa dhamana tena wa baraka mna. Asante.